بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أولا فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أيضا baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kadhalika kumsalia na kumsalimu bwana rasul salawatullahi rabbi wa salamuhu alayhi. Ayuha almuslimuna ibadallah, ndugu zanguni wapenzi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo hii tutazungumzia miongoni mwa aqwal, miongoni mwa maneno ambayo wanaozungumza mashia, kwa sababu ni watu ambao tayari leo hii wanaonekana ya kwamba ni miongoni mwa Waislamu, na pia kadhalika si hivyo tu, kuna baadhi ya Waislamu wanaona mashia kuwa ni miongoni ya wale mapote ambayo wanapatikana katika ulimwengu sasa hivi. Mfano, kuna watu ambao wanaitwa Qadiriya, Ahmadiyya, Washadhiriya na pia kadhalika na mapote ambayo yaliyopotea. Sasa tukiangalia namna ambavyo wanapozungumza mashia katika vitabu vyao, na kabla tujaelezea mashia ni watu gani, bila shaka hemu tuangalie, je, wale ambao wanaosema ya kwamba kundi la mashia ni miongoni mwa wale mapote ambayo kama tunavyofahamu sasa hivi, mapote ambayo niliyotaja hapo awali ambayo ni dhalla, yaliyopotea. Sasa je, Shia iko au haiko? Moja kwa moja acha nitoe zile rai na ile mitazamo ambayo wanaotazama watu ya kuwa ya kwamba mashia ni miongoni mwa yale mapote ambayo yaliyopotea. Tunasema ya kwamba si hivyo, bali mashia sio miongoni mwa yale mapote ambayo yaliyopotea, bali tunasema ya kwamba haulai laisu bimuslimin, kwamba hawa mashia si waislamu moja kwa moja. Tunasema kwamba haulai ashia laisu bimuslimin, kwamba mashia hawa si waislamu moja kwa moja. Limadha? Kwa tunasema, kwa nini tunasema hivyo? Kutokamana na zile itikadi ambazo ni batila, itikadi zao ambazo zenye kunuka za hovyo kweli kweli katika Uislamu huu, na pia kadhalika si itikadi tu, na yale mambo ambayo wanaoyafanya katika ulimwengu huu. Tukiangalia hivi karibuni walikuwa na siku yao ambayo ya kuadhimisha siku ambayo aliyokufa wanamtaja imamu wao Hussein. Katika siku hiyo yaumu Ashura wanakuwa wanataja ya Hussein ya kadha ya nini ya kadha, kwamba wanaadhimisha siku ya kufa Hussein, wanasema Imamu Hussein. Hivi karibuni watu walikuwa wanaadhimisha siku kama hii. Sasa tukiangalia miongoni mwa vitu ambavyo huwa wanaadhimisha siku kama hii, unaambiwa sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinakuwa havifai, na pia kadhalika vinakuja kuonesha kwamba hawa mashia ni watu ambao hawana akili kabisa. Unaambiwa sasa kutokamana mashia namna ambavyo walivyokuwa sasa wanachuki na masahaba na wapendi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mfano Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ardah, na pia kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah kadhalika. Unaambiwa sasa kutokamana na chuki zao za kuwachukia masahaba hawa wawili na wengineo, unaambiwa sasa siku hiyo yaumu Ashura
kutokamana na sana kule kuadhimisha siku ambayo aliyokufa Hussein, unaambiwa watachukuliwa mbuzi. Baada ya kuchukuliwa mbuzi au kondoo, alafu zinachapishwa karatasi fulani, karatasi ambazo zinakuwa mfano kama zina gundi, alafu karatasi hiyo atakuja kubandikwa mbuzi katika tumbo lake au atakuja kubandikwa kondoo katika tumbo lake. Unaambiwa baada ya hapo sasa wale mbuzi au kondoo watakuja kufungwa katika miti, alafu unaambiwa sasa wanakusanyika wale mashia sasa, alafu unaambiwa wale mbuzi baada ya hapo, baada ya kufungwa, unaambiwa wale mbuzi watapigwa kichapo ambacho sio cha kawaida. Maanake ya kwamba mbuzi atapigwa, atazunguka mti, atazunguka mpaka ile kamba itamalizika. Maanake ya kwamba mbuzi atapigwa masulina ya kufa, wengine mpaka wanavunjwa miguu. Lengo na madhumuni ya kwamba wanaletea picha na kuleta picha ya kwamba wakati tunampiga mbuzi huyu ni kana kwamba sasa ndio tunamwangamiza, tunampiga Umar au Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Angalia ubovu wa akili zao watu kama hawa, ni kana kwamba akili zao wamezikanyaga katika nyayo zao. Maanake ya kwamba ni hawana akili, ni juhal, ni wajinga. Angalia namna ambavyo wanavyowaadhibu mbuzi kama hawa, maskini ya Mungu. Ni mbuzi ambao hawana makosa aina yoyote, lakini kutokamana na chuki zao za kuwachukia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio inafika stage ya kuadhibu mbuzi kama hawa. La ilaha illa Allah. Na ndio maana tunasema kwamba hawa ashia, kama vile ambavyo wanavyodai watu ya kwamba huenda mashia wakani miongoni ma yale mapote ambayo yaliopotea, tunasema laisa bidhalik, si hivyo bwana, bali mashia kuffar, bali ni makafiri moja kwa moja. Sasa tukiangalia miongoni mwa maneno ambayo wanaozungumza, tena mazungumzo ambayo yana kila ya aina ya mvivio, na pia kadhalika mazungumzo haya na maneno haya yanakuja kutoa hukumu ya kwamba yoyote ambaye hatakuwa radhi kumtukana Abu Bakar au kumtukana Umar ibn al-Khattab kwa namna ambavyo wanavyodai wao, ya kwamba wewe bila shaka siku ya kiyama utaingia katika moto wa sakar. La ilaha illa katika kitabu chao ambacho kinaitwa Shihabu Thaqib fi Ma'na an-Nasib, ambayo yanapatikana katika kitabu hiki, lakini pia kadhalika maneno haya yako katika ukurasa katika kitabu hiki, ukurasa nambari 6 tu. Kitabu hiki kimetungwa na mwanachuoni wao ambao anaitwa Yusuf al-Bahrani, ambaye inapatikana Qum katika mazingira au katika kitongoji cha Iraq. Anakuja kusema katika ukurasa nambari 6 katika kitabu hiki, kitabu ambacho kinaitwa Shihabu Thaqib fi Ma'na an-Nasib, ukurasa nambari 6, anasema ya mudda'i hubban wasil ولم تسمح في سب أبي بكر ولا عمر كذبت والله في محبته تبت يداك ستصلى غدي سقرا كيف تهوى أمير المؤمنين وقد أراك في سب من عداه مبتكرا. anasema mshia huyu katika kitabu chake hiki ambacho kinaitwa Shihabu Thaqib fi Ma'na an-Nasib, anasema ya mudda'i hubban wasil, ewe mwenye kudai ya kwamba unampenda Ali, na wasil hapa huna yati bimaana Ali. Ukisema wasil katika sentensi hii unaambiwa tayari inakuja maana ya kwamba anakusudia hapa ni Ali. Wanasema lasa ya mudda'i hubban wasil, ewe mwenye kudai ya kwamba unampenda Ali, walam tasmah fi sabbi Abi Bakar wala Umara, na ile hali ya kwamba unadai ya kwamba unampenda Ali, na ile hali hauko tayari kumtusi Abu Bakar wala Umar. Angalia maneno haya, maana yake ya kwamba i'tiqadi za hawa mashia, hauwezi ukawa ni shia ambaye ni quhul madhhabi au quhu shia, uwe ni shia ambaye ni mwenyewe kweli kweli, ambaye uliokomaliana katika ushia wenyewe. Ni kwanza kabisa ni lazima uanze kumtusi sahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Umar au Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ukianza kumtusi sahaba Umar ibn Khattab au kumtusi Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda, unaambiwa ndo tayari umeshakuwa ni shia ambaye ni mwenyewe. Sasa anasema ya mudda'i hubban wasil, ewe mwenye kudai ya kwamba unampenda Ali, walam tasmah fi sabbi Abi Bakar wala Umara, na ile hali hauko tayari kumtusi Abu Bakar wala Umar. Anasema kadhabta wallahi fi mahabbatihi, wallahi tayari umeshakadhibisha, maana yake ya kwamba tayari mapenzi yako ni ya uongo.
Akaangalia sasa, akaja kutoa hukumu huyu Yusuf al-Bahrani katika kitabu chake hiki Shihabu Thaqi fi Ma'na an-Nasib, akasema tabbat yadak, basi bila shaka mikono yako imeangamia. Satasla ghadi saqara, na baada ya kuangamia mikono yako, basi bila shaka mwisho wako ni kuingia katika moto wa saqar. Na kila mtu anajua ya kwamba namna ambavyo alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala moto huu wa saqar, Allah jalla wa ala akaja kuzungumzia kwamba la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar alaiha 19, ni moto ambao wenye muwako mkali ambao sio wa kawaida. Lawahatun lilbashar, maana yake kwamba ni moto ambao wenye muwako mkali kweli kweli, kiasi kwamba ukali wake mpaka unababua ngozi kweli kweli, mpaka unachanganyikiwa. Alaiha 19, hii ni namna ambavyo anavyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala na kusifia moto wa saqar. Sasa mshia huyu anasema ya kwamba kama wewe hauko tayari kumtusi sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar au Umar, wallahi tayari kesho siku ya kiyama utaingia katika moto wa saqar. Tabbat yadaka satasla ghadi saqara, kisha akasema tahwa amiril mu'minin wa qad, kaifa tahwa amiril mu'minin wa qad, ni namna gani utakuwa na mapenzi ya kumpenda amiril mu'minin, maana yake kwamba ni Ali. Waqad araka fi sabbi man adahu mubtakira, na ile hali tayari nimeshakuona katika wale ambao waliomfanyia uadui Ali ibn Abi Talib, ile hali tayari mubtakira, ni wenye kuficha katika kuwatusi masahaba hawa. La ilaha illa Allah. Haya ni maneno ambayo wanaozungumza mashia ad-dalla al-kuffar, waliopotea na kadhalika ni kuffar. Lakini pale ambapo watakaposema kwamba mashia, bila shaka utadhani ya kwamba ni miongoni mwa Waislamu. Kadhalika pale ambapo utakapoona wamejishaini katika mavazi yao, majoho yao meusi, wakijifunga vilemba vyao vikubwa katika vichwa vyao kana kwamba ni matairi ya bajaji, ukadhani ya kwamba hawa ni Waislamu kama Waislamu. Ni miongoni mwa mapote ambayo kama yanavyofahamika